Fire! Kila roho. Fire! Kamata tumbo lake. Kamata, temesha tumbo lake. Hivyo vyakula viyeyuke. 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 Katika jina la Yesu. Fire! Ni siku yetu ya mwisho mahali hapa katika eneo hili la Lulanga. Tulitoka Dar es Salaam kwa kusudi moja tu, kukanyaga eneo hili la Itagata na Lulanga, kuleta habari njema za ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni, injili bado inaendelea kuhubiriwa, kazi ya Mungu inaendelea kusonga mbele, watumishi wa Mungu wanaendelea kuliinua jina la Bwana mahali popote, kwa sababu Mungu alitupa tuendelee kujenga ufalme wa mbinguni. Na injili iliyo bora inasema pelekeni injili kwa watu wote, kwa mataifa yote, kwa makabila yote na dini zote. Hatuko kwa ajili ya dini ya mtu fulani. Tupo tumemleta Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai aweze kutuhudumia sahihi. Na siku ya jana tulikuwa na ujumbe unaozungumza kwa habari ya urithi mbaya wa kifamilia. Na juzi tulikuwa na ujumbe unaosema kizazi kibaya, kizazi kilichojaa ukaidi, urithi mbaya wa uganga na ushirikina. Lakini siku ya leo Roho Mtakatifu ametupa kusema nasi kwa habari ya ujumbe unaosema kumbuka maisha ya baadaye. Kumbuka maisha ya baadaye, kwa maana uzima wa milele. Wapendwa, tunaposema kumbuka maisha ya baadaye, tunaposema uzima wa milele, maisha ya utakatifu ni ya kila mtu yeyote aliyeumbwa na Mungu. Sijasema kwa dini yako. Yeyote aliyeumbwa na Mungu kwa dini yake anapaswa kuishi maisha matakatifu. Katika utakatifu kuna hekima, katika utakatifu kuna amani, katika utakatifu kuna kubebana na kuhurumiana, katika utakatifu kuna kujenga kazi ya Mungu ikasonga mbele pasipo kubaguana na kujenga ushirika wa mwili wa Kristo. Wapendwa, Yesu alikuja kwa maeneo mawili. Yesu alikuja duniani kwa maeneo mawili. Eneo la kwanza ni kuponya roho za watu na kuokoa. Jambo la kwanza Yesu alilokuja nalo duniani, akapata mijeledi, akateswa. Jambo la kwanza lilikuwa ni kuponya roho za watu, kuandaa kwenda mbinguni, kwenda kuishi na Mungu aliye hai. Ndio kusudi la Yesu kutumwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndio kusudi ambalo Yesu ametumwa. Jambo la pili, kuwatengeneza watakatifu walioko duniani wazidi kuimarika, kwa maana kufikia utakatifu wa umilele. Utakatifu wa umilele. Haya mengine, injili ya kiuchumi, injili ya fedha na mali, ni hapa hapa duniani. Unaweza ukaambiwa pokea gari, pokea majumba. Ni haki yako ya msingi kupokea gari na nyumba na maisha mazuri na kuwa na elimu nzuri. Ni haki yako ya msingi. Lakini tunazungumza habari ya ufalme wa mbinguni. Na Biblia inatueleza baada ya maisha haya kuna uzima wa milele. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana, anasema kisha nikaona mbingu mpya, kisha nikaona malaika mwenye vitasa 7, kisha nikaona kitabu kimefunguliwa, kisha nikaona mihuri ile, kisha nikaona shetani amefungwa miaka 1000. Anasema kisha nikaona. Bwana Yesu asifiwe. Tushirikiane kusoma Ufunuo Yohana ile sura ya 20. Ufunuo Yohana ile sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka ule wa 15. Ni mstari mirefu sana kidogo. Ufunuo Yohana ile sura ya 20 mstari wa kwanza mpaka 15. Nani amepata? Hebu fungua Biblia yako vizuri, tutakuwa tukisoma wote kwa pamoja. Utakuwa ukinifuatisha sababu ya kipaza sauti. Nafikiri umeshapata Ufunuo 20 mstari wa kwanza mpaka 15. Na kama huna Biblia, nisikilize kwa makini na uelewe ninachokisema. Au neno linasema nini? Neno linasema hivi. Linasema kisha malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake, akamshika yule nyoka wa zamani ambaye ni Ibilisi na Shetani, akamfunga miaka 1000, akamtupa katika kuzimu,
akamfunga, akatia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena, hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya hayo atapasa afunguliwe muda mchache. Kisha nikaona viti vya enzi, wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao waliomsujudia yule mnyama, wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Sura 5. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huu ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Sura 7. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kudanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama, yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aliyeketi juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbilia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu hawahukumiwa katika mambo haya yaliyoandikwa katika kile kitabu sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa katika mtu wa kadri ya matendo yake. Mauti ya kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu kile cha uzima, katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Neno la Mungu linazungumza kwa habari ya umilele. Linazungumza kwa habari ya maisha tulio nayo sahihi. Watu wanatenda dhambi, na tunaposema habari ya hukumu ya mwisho ipo, na Biblia inasema baada ya kifo ni nini? Ni hukumu. Hakuna option nyingine. Hakuna kumwombea mtu aliyekufa anasema tunamwombea Mungu amweke mahali pema peponi. Hakuna. Kama hajawahi kuishi maisha mema duniani, akifa anaenda jehanamu ya milele. Wapendwa, watu wengi sana sasa ukiambiwa habari ya watu kuokoka, habari ya injili kama hii, wanasema hii ni ya watu fulani. Watu wanataka waambiwe pokea magari, pokea majumba, pokea uponyaji, pokea hivi, ndio utakutoka wamejaa. Lakini leo kuzungumza habari ya uzima wa milele, kwa habari ya maisha yake yajayo, hana habari na hiyo injili. Anaishi kama anapotezewa muda. Lakini hata niseme kwamba iko saa, yako majira, wakati Yesu atakaporudi, watu watajua kwamba hakika tulimtafuta, tulimkataa, na wakati huo neno litaondoka. Utaenda kanisani kwa mchungaji wako utamuona, utaenda kwa wahubiri waliotoka Dar es Salaam utakao waone tena. Kila eneo utakaa kimya, hakuna mtu kutoka, hakuna kununua wala kuuza, maana ni wakati wa utawala wa shetani. Biblia inasema kwamba shetani sahihi yuko duniani, anatesa watu wa Mungu, anawatenda dhambi ili watimiliki pamoja na yeye, ili kwamba tukateketee na yeye milele. Kazi ya shetani ndio hiyo. Lakini Biblia inatueleza kwamba kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimu. Malaika amebeba ufunguo wapi? Wa kuzimu. Anakuja kuwachukua hawa watenda dhambi waliomkosea Mungu, awafukizie huko kwenye ile shimo, alafu afunga na ufunguo ili wasitoke tena. Na Biblia inasema kwamba miaka ya
shetani itakapofika, shetani atafungwa miaka 1000, na wale watakatifu walioko makaburini watafufuka. Na Biblia inasema itawatoa hata wafu waliofia baharini, ambao leki na maziwa yale yaliyobeba yakawaingiza mito, walipotea, hatujawaona tena. Biblia inasema hivi, kama ni watakatifu, bahari itawanyanyua kwenye maji ili waje kumiliki miaka 1000 na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda utawala wa shetani, Biblia inasema ukiona mambo haya yanatokea, mataifa yanapigana vita, changamoto za magonjwa na uharibifu zinasogea, ndugu na ndugu hawapendani, hawakai kwa umoja na ushirikiano, uchawi unaongezeka, ushirikina unaongezeka, upendo unapungua, kila kitu kinaharibika. Watu wanajipenda sana wao kuliko wengine na kujiona ni bora kuliko wengine. Ujue kwamba saa ya Mungu inafika. Amen. Ujue kwamba kanisa la Bwana, Yesu yu karibu na kurudi wapendwa. Yesu yuko karibu kujichukua kanisa lake. Yesu yuko karibu kulibeba kanisa lake. Magonjwa leo tunaona yamezidi katika dunia hii, na tunaona kwamba namna ambavyo shetani yuko kwenye kazi kubwa akiwakamata watu. Biasema akamshika yule joka ambaye ni shetani, nyoka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani, akamfunga miaka 1000. Shetani pamoja na kutesa watu wa Mungu na kuwadanganya, wakati wake utakapofika atafungwa miaka 1000, na watakatifu watatawala tena miaka 1000. Yani tutauza, tutabarikiwa, biashara zitakuwa za watakatifu, majumba mazuri watakatifu, kila kitu kitaenda vizuri. Lakini wale ambao walipokea namba ya mpinga Kristo, ambao walipigwa chapa ya 666, namba ya mpinga Kristo namba 666, na hiyo namba inafanya kazi sahihi. Namba ya mpinga Kristo imeshuka, inafanya kazi. Watu hawaoni sasa yuko tayari, hana mpango na Mungu wako. Yeye anachojua kwamba ni wakuzimu, yani yeye anaishi maisha kama shetani. Maisha yake anaishi kama ya shetani. Hana upendo na ndugu zake, ni lichawi, ni liganga, ni lishirikina, lina wivu, lina chuki, linaua mpaka watoto ili apate mali. Si shetani huyo? Anatoa kafara ya uzao wake. Siku moja mama moja akatoka Moshi, anakimbia akaja Dar es Salaam. Akaja kanisani kwenye huduma, akaniambia, mtumishi nimekuja. Nikamwambia, unasemaje mwanangu? Anasema, sikia nikwambie, mume wangu ameniambia mambo ya ajabu sana juzi, nimeamua kukimbia. Nikamwambia, niambie. Anasema, aliniambia kwamba nimtoe mtoto wetu wa kwanza kafara ili tubarikiwe kama fulani, ana magari makubwa na masemitrela na majumba, nimtoe kafara ili tuwe kama yeye, ili tule maisha raha. Anasema tutazaa wengine tu. Kwani huyu ni nini mmoja? Huyu mmoja ana shida gani? Huyu mmoja ana shida gani? Si tumtoe tu mara moja, tutasahau, lakini tutakula mema ya nchi, tutaendesha magari ya gharama, tutakuwa na maisha mazuri. Akamwambia, mimba niliyobeba miezi 9, mtoto wangu ninavyompenda namna hii, nimtoe? Mtoto wangu wa miaka 10 nimtoe kafara? Akamwambia, sikia nikwambie, utasahau bwana. Akamwambia, sasa kama utaki mimi nitafanya. Anasema yule mama akaamka asubuhi mapema, akaenda Morning Glory, mahali kuna wanafanya ibada za Morning Glory. Dar es Salaam kuna Morning Glory saa 11, saa 10:30 tuko kanisani tunamwomba Mungu. Kila siku asubuhi unaacha kitanda, saa 10:30 umesawasha gari, umefika kanisani, umeanza kuombea familia yako, unaombea kazi zako. Ikifika saa 1 kasorobo tunaingia kwenye magari, tunaelekea maofisini kwa ajili ya kufanya kazi katika ajira mbalimbali kwa kadi ya mtu alipo. Akaenda akaunganika na wale watu, akafanya ibada, akamwelezwa na mchungaji wa mahali pale, wakaomba. Huku nyuma alimwacha binti yake amwandae mtoto kwenda shule. School bus wanapitiwa na gari shuleni, sikio gari haikuja. Asema akasogea barabarani ili kusudi watoto waweze kufanya nini, kusubiria basi jingine la shule lenye ruti nyingine liwachukue.
Yule binti akiwa amesimama pale, mara ghafla anashangaa yule mtoto wa kiume anakimbia kwenda barabarani. Yule mtoto alipokwenda barabarani, gari ikapita juu. Bahati nzuri ikapita katikati ya nini, akalala katikati ya chassis pale chini, akawa amelala. Gari ikapita lakini haikumgusa. Amen. Yule binti aliyepeka akashangaa sana, alijua tayari ameshakufa. Lakini kumbuka, katika ulimwengu wa roho kafara ishaanza kuandaliwa. Lakini yule mama baada ya kwenda kwenye ibada ya saa 11 asubuhi, ndio iliyomfanya yule mtoto malaika mlinde. Lile pepo la mauti ambalo litaka afa tolewe kafara halikuweza, kwa sababu yule mama alianza kusema, mwanangu atakufa kwa jina la Yesu, akaachilia na sadaka. Ndio maana mtoto yule akawa mzima. Anarudi nyumbani yule mama, anaelezwa zile habari, maana waliahirisha na kwenda shule. Yule binti anamwambia mama kilichotokea. Mimi sikuelewa, nilishangaa mtoto ameingia barabarani, gari imepita, nikajua ameshakufa, kumbe alilala katikati ikapita. Mama yule akaanza kulia, akalia sana. Amekaa kidogo, yule baba alikuwa amesafiri, baada ya kumwambia wiki moja alikuwa amesafiri, na ndio akawa anarudi kwamba tayari alishategesha kwamba mauti. Anarudi anaingia akijua kwamba kuna msiba. Alipoingia akasema, mko salama? Mko salama kabisa? Hakuna kitu kimetokea? Sema, kwa nini? Fulani yuko wapi? Mzima? Kwa nini amekuwa mzima? Kwa mimi nimefeli. Yule baba akafungua begi lake namna hii. Akafungua begi kubwa kabisa, lile la mizigo, lile ambalo najua ni kubwa, limejaa mafedha note 10,000 zimepangwa pale. Akamwambia mke wake, angalia hizi, kama tukimtoa kafara, hii ni mali yetu na nyingine zinakuja. Yule dada akasema, sihitaji fedha ya kafara wala fedha ya damu kumuua mwanangu. Kwa hiyo sikia nikwambia, wewe ndio uliyomtoa kafara ili agongwe na gari pale maeneo yale? Akasema ndio. Kwa hiyo amekuwa mzima mpaka sasa. Haya bwana, kuanzia leo sitahudumia watoto hawa kwa chochote, chakula sitatoa mimi, sasa sitaki. Akaambia sawa, au usipotaka poa tu, mimi ni mwalimu, mshahara wangu na nitosha, nitawatunza. Amen. Siku hiyo amekaa yule baba, ametoka baba, alikuwa na watoto 3, kaenda stendi, kapanda gari Dar es Salaam, kwa sababu nyumbani kwao ni Dar. Mpaka leo yuko Dar es Salaam. Akamwambia, kama ni ndoa ya mauti ya kuua watoto sitaki. Siko tayari kumwaga damu itakayolia milele na milele. Nataka nikwambie, hiyo ndio roho ya mwanadamu. Anaangalia vinavyoonekana, anaangalia fedha na utajiri wa siku chache, anatoa kafara ili ajinufaishe kwa mambo mengine. Lakini Biblia inasema kwamba baada ya hayo hakuna mtu ataishi milele na hiyo fedha. Hakuna mtu atakaa na fedha yake milele. Hiyo damu lazima atadaiwa. Hiyo kafara aliyofanya lazima atadaiwa tu. Atakula vizuri, ataishi vizuri, atakuwa na magari mazuri, watu watakuheshimu, watasema kweli umebarikiwa. Lakini kwenye siri yako hiyo damu haitakae nyamaze, maana itakuwa hiyo damu ikiongea, hizi fedha ni kwa sababu ya mtoto fulani niliyowahi kumuua. Hii fedha kitembea hana amani, na hata wakati mwingine atapita nyamagumu. Sikia nikwambie rafiki yangu, iko heshima na utajiri unaotoka kwa Bwana. Fanya kazi kwa bidii, omba kwa bidii, tafuta uso wa Bwana naye atakubariki. Mali yako itaongezeka, maisha yako yatabarikiwa. Fanya kazi kwa bidii, omba kwa bidii, Mungu atakuonekania tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba kifo kinapokuja, hakuna mtu anayejua kifo kinakuja saa ngapi. Hata kama ukawa ni jeuri namna gani. Nikapo leo ushuhuda ile jamaa, yule baba yule tajiri sana, aliyokuwa ni jeuri na ana maneno makali sana. Yaani nyumbani kwako kigusa hata ukuta umekwisha. Ana hela na maisha mazuri. Siku alipokufa, alipokuwa anaumwa kwenye chumba chake, nikakwambia akienda bafuni kuna kamziki kanapiga, anaoga huko anaburudishwa na mziki.
Akidiri chumba ni kizuri, kitanda ni kizuri. Kuna kitanda kinafanya na masaji kabisa kwenye mwili wako namna hii. Hela. Hana shida, ana uwezo wa kusafiri kwenda mahali popote, kwa sababu akaunti yake inamuonyesha hana njaa. Biashara zake watu jiona waleta mahesabu. Ana apartment, ana magorofa, anapangisha kwa dola. Anapangisha kwa dola, sio T shilling, kwa dola. Kila siku fedha inaingia. Kila siku mafedha yanaingia. Ana miradi ya magari makubwa na mabasi. Ana machimbo ya dhahabu. Ana machumba ya kutosha. Gari anayoendesha nayo milioni 800. Na sio moja. Karibia magari 6 yako uani. Hana shida ya maisha. Lakini akajifananisha kama Mungu mtu, kwamba kila kitu anacho, na kuonyesha wengine dharau. Unaweza ukawa na dharau, lakini watu utawahitaji kwenye maisha yako. Tunahitajiana watu wote kwenye maisha. Naweza nikawa na hela nyingi, lakini nitamhitaji tafuta shamba gade, atakayesafisha na kufanya garden yangu ipendeze, na mhitaji mtu. Fedha sijaiweka pale kwenye bustani ikajilima shamba, lazima mtu afanye, na mhitaji mtu hata kama nikiwa na hela. Amen. Haleluya. Una kampuni yako, unahitaji nani? Nguvu, rasilimali, nini? Watu. Sasa yeye alikuwa elewani na majirani. Siku alipokuwa anaumwa, wakampakia kwenye gari yake, akapelekwa hospitali. Kwa hadhi aliyonayo akasema, mtafuteni private nini? Ward amani private. Yaani asichangamane na maskini, wagonjwa maskini huko. Akae mwenyewe kama yuko nyumbani, angalie TV, ana daktari wake anayemwangalia, anatibiwa vizuri sana, maana salio linasoma. Lakini mauti ikianza kufika, haiangalii udaktari, haiangalii thamani ya fedha, haiangalii kitu chochote. Mauti ikifika, kaburi linaanza kudai nini? Kwenda kutafuna hiyo mifupa na hizo nyama kuoza na mafunza kula. Haiangalii kwamba una magari, haiangalii una machumba, haiangalii kaburi. Udongo hauangalii. Masikini atazikwa hivyo hivyo na tajiri hivyo hivyo. Wafalme watazikwa hivyo hivyo na wakubwa hivyo hivyo. Wenye cheo na sio na cheo, kaburi. Hakuna mastajiri anapanda kwenda juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku alipokuwa yuko pale wodini, kafa. Alipokufa akapelekwa mochwari, akaingizwa kwenye masanduku kama wengine hayo ya mochwari, wakaandika namba ya mtu fulani. Siku anakuja kutolewa, sio kwenye kitanda kizuri tena, anaingizwa sasa kwenye gari yake ya gharama, lakini anarudi tena akiwa amekufa. Mpelekeni basi, anaingia sebleni kwake. Hakuna kwenda kulala kwenye kitanda kizuri tena. Akarudishwa sebleni, wakamwaga. Wachungaji wakafanya na maombi, wakamaliza. Akatolewa ili watu wamwage. Lakini kulikuwaga haendagi kwenye misiba ya maskini. Kama wewe hauna chochote, yeye haji kwako. Na ukumbuke kwenye street, kwenye eneo, kwenye kitongoji kile, kuna watu wa maisha ya chini na watu wa kati na watu wa namna gani. Sasa yeye hudhuria kwenye misiba. Siku alipokata moto, wale wote ambao kafika kwenye misiba yake walipika chakula kizuri sana. Yaani chakula ni kizuri mno, mabuffet yamejaa. Wakasema hatuwezi kula chakula chake, aende nacho kaburini kwa sababu alikuwa ni kiburi. Imekuwaje amekufa leo atupesee chakula? Sisi hatuli chakula chake. Mke wake na watoto ni kiburi. Hata mama bora angekuwa anashiriki misiba, na mama ni wale na watoto ni vile vile. Hakuna mtoto anasalimia mtu mtaani, wanajuana tu kwa magari na matajiri wenzao. Sasa wale hicho chakula wakamzike baba yao. Tutamchangia hata kama ni tajiri, nitachangia hata 2000 yangu, hata 500, lakini chakula chake sili. Watu hawakula. Leo nataka nikwambie kwamba mahusiano ya watu na watu haya yanahusiana. Ishi maisha mema. Uwe umebarikiwa hujabarikiwa,
ishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Maana wote hapa duniani huwezi kujua kwamba mwenzako atabarikiwa saa ngapi. Huwezi kujua kesho atakuwa nani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna namna ya vitu namna. Juzi hapa tulipokuwa tumetoka safari, tukapata shida kidogo ya gari. Tukawa tunatengenezwa pale gari tunarekebisha. Akaja jamaa mmoja, tunazungumza na kijana wangu. Tukawa tunazungumza mazingira ya eneo la nyumbani kwetu tulipo. Kumbe yule bwana anasema, "Kumbe nyewe mnatoka sehemu fulani na mimi ndio nyumbani kwangu kule. Hapa niko kwa ajili ya shughuli za kikazi. Unapafahamu kwa mzee fulani?" Ndio mimi. Ala. Sasa hapa tungeongea vibaya. Kumbe ni mtu ambaye yuko kwenye eneo la kijiji kile. Kijiji ambacho tunachoishi sisi, eneo la Dar es Salaam. Akashangaa sana. Tukaongea sana pale. Kwa sababu huwezi kujua unakutana na nani kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Ndio maana anasema, "Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu, kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao." Ambao kumsujudia mnyama. Nyama ni namba tipo 6, namba 66, namba 666, namba ya mpinga Kristo. Watu ambao sasa itakuja dhiki. Biblia inatueleza kwamba itakuja dhiki kuu. Hutaona chakula, hutaona injili kihubiriwa, hutatoka nyumbani kwako. Yaani kutakuwa na njaa, kutakuwa na changamoto wakati wa dhiki kuu. Na Biblia inasema watu kwa sababu yamkini walimkataa Yesu. Wakati huo ni wakati wa neema ya Yesu. Tunapohubiri, hii ni neema ya Bwana ambayo Mungu ametupa sahihi. Leo itafika neema hii haitakuwepo tena. Na Biblia inasema kwamba watakatifu wengine sahihi watajikomboa kwa damu zao. Biblia inasema kwamba itafika mtu binadamu atajikomboa kwa damu yake. Wakati huo ya damu ya Yesu itakuwa imenena mema, imeshafunga. Sasa inafika damu yako sasa ndio jikomboe wakati wa dhiki kuu. Kwa sababu gani damu yako? Shetani ataanza kufanya ishara na miujiza. Kutakuwa na njaa. Atatengeneza vyakula. Atatengeneza mti unakuwa na matunda mazuri. Anakuambia kula mtu wa tunda hili, tayari umemsujudia, umepigwa namba ya mpinga Kristo. Atakuletea chakula kizuri, una njaa. Hivi una njaa, utakiacha? Kama una Yesu, utakila. Ataleta matunda mazuri, ataleta vyakula vizuri wakati wa dhiki kuu. Hakuna kuuza wala kununua. Anasema hii ndio mauti ya pili ya watu kujikomboa kwa damu zao. Sasa Mungu atakupa last chance, nafasi ya mwisho. Yesu anaitoa. Sasa hawa wapinga Kristo na ulimwengu agizo watapita, wanakuambia, "Uko tayari kumwabudu Yesu wako?" Unasema ndio. Wanakata kidole, maumivu makali sana, damu zinamwagika. "Uko tayari kumsujudia Mungu wako?" Ndio. Wanakata tena kidole. "Uko tayari kumsujudia Mungu wako?" Ili tusikate kidole. "Niko tayari." Wanakata kingine, maumivu makali, damu zinamwagika. "Uko tayari kumsujudia Yesu wako?" Alisema ndio, niko tayari. Wanakata mpaka wafikishe namba zile 7. Mungu anasubiria vidole 7 vikatwe. Vikisha kukatwa, bado hujamkana Yesu, una maumivu makali, hujamkana Yesu, ndipo malaika wanashuka wakati wa last time, yani kujikomboa kwa damu yako. Wanasema kwamba
hakika hujanikana katika kipindi cha dhiki. Wakati umekatwa vidole uliendelea kusema mimi ni Bwana wako wa maisha. Na malaika watakushika mikono, watapanda, watakuweka kwenye fungu la watakatifu. Lakini kwa nini usubiria hayo mpaka yatokee? Damu ya Yesu yaweza kwenye maisha tulio nayo. Damu ya Yesu yaweza kututengeneza mahusiano yetu na Mungu wetu aliye hai. Hakuna aliyemtegemea Yesu akaachwa. Kuna watu wanajua kuishi na hirizi ndio maisha. Asipofunga kahirizi hakaongei. Unajua binadamu hana akili kabisa. Anasema nje wa Galatia, ni nani aliyewaloga? Anatembea na liupembe amelitundika, anasemaje? Yani hii bwana uliliupembe hili ndio security yangu, hili ndio protection yangu, yani huu ndio ulinzi wangu, hili lipembe hili bwana nilipewa na yule mganga, yani yule mganga ni noma. Lipembe haliongei, limetundikwa kwenye mti, linanyeshewa mvua, liko pale, yeye anatembea. Yani yeye anaona pembe lina akili kuliko yeye anayepumua. Anatembea na hirizi yenye rangi nyekundu, nyingine ya njano, hirizi kubwa hapa, limekaa hapa, na anajidai namna hii, mimi nimezindikwa, mimi nimezindikwa, mimi nimezindikwa. Shetani akija anamgaragaza, magonjwa yanampiga, mauti inamkuta, na bado anakufa na hirizi lake ameng'ata meno, na hirizi leo imeng'ang'ania pale. Kama hirizi ingemsaidia singekufa. Mbona anaumwa kama watu wengine anaenda hospitali? Mbona watoto wake wanaumwa kama watu wengine amezindika mji wake? Mtegemee Mungu aliye hai. Mungu aliyeumba waganga na wachawi na washirikina. Yeye ndiye Mungu mwenye uweza. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu. Yeye ndiye anayetupenda upeo. Aliyetuumba sisi, yeye ndiye anayetupenda. Ndiye aliyeumba waganga hao. Sasa bora umwone Mungu ni mganga kuliko hao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikawaambia shetani jinsi alivyo mbaya. Mama mmoja ameenda kwa mganga wa kienyeji, akaambiwa, akakatiwa, wakachinja mbuzi, akapewa, akapeleka mbuzi wake, wakachinja na mbuzi, akafungishwa utumbo. Ule utumbo akaambiwa nenda kasimame njia panda, Dar es Salaam njia panda. Nenda kasimame njia panda. Mbwa akipita mrushia huo utumbo. Sasa Dar es Salaam mbwa utamwona wapi? Nyumba zina mageti, hakuna mbwa anatembea. Labda huku ningesimama naweza kumkuta mbwa pale na nikafaulu. Lakini sasa Dar es Salaam mbwa anamtoa wapi? Yani shetani anavotesa mtu. Yule mama ameenda pale saa moja na mfuko wake wa rambo, amekaa bado, imefika saa 4. Unajua kale harufu cha utumbo kanaanza ni nini hao wanalia? Manzi. Ameanza kungongwa na nini? Na manzi. Eti litambiko la uganga wake lifanikiwe. Hizi muda anavyozidi kwenda, hizi wanaongezeka naye anakuwa kama mzoga. Imefika saa 8, hali inazidi kuwa mbaya, afu amejifunga, watu wanamshangaa. Shetani anavyotesa watu vibaya. Imefika saa 9, akaona usinichezee, karusha limfuko kule la utumbo, akajifungua, kaonyesha kanisani. Bora niende kanisani nikakutana na mchungaji aniombe. Nimepeleka mbuzi, nimepewa utumbo, nimeozeshwa barabarani, sijiona hata mbwa. Shetani anavyotesa watu vibaya. Siku moja nali baba moja nimeambiwa twende tukaliogeshe makaburini. Wewe mwanaume na makalio mkubwa na kitambi, limekaa kwenye kigoda na utafili chawi. Linaogeshwa na nani? Na mzee. Shetani mbaya. Anaogeshwa na madamu ya mbuzi. Amekaa pale na likitambi lake kwenye kaburi ya mtu aliyekufa. Kwa kiondoka hapo ana roho ya mauti. Akirudi shida ziko pale pale. Matatizo yako pale pale. Umedhalilishwa. Wengine wanalala makaburini. Wanateswa na nguvu za giza. Siku moja binti mmoja alikuwa amekakamaa viungo namna hii. Akaletwa, nikaja kumwombea pale.
Akaniambia, mchungaji, nataka nikueleze aliyotokea. Baba yangu mimi alinipeleka kwa mganga wa kienyeji. Yule mganga akaja nyumbani, wakanichukua wakanipeleka makaburini, wakachimba kaburi. Walipochimba shimo kwenye makaburi, mimi nikaingizwa, sawa kwa ni mlemavu, nikaingizwa kwenye lile shimo mpaka hapa, afu wakanifukia. Kwa hiyo nimefukiwa namna hii. Anasema nilipokuwa pale nilikuwa tunamuita Mungu na simjui Yesu ni nani. Anasema, kwani baba ananitesa namna hii? Ina maana mdudu akija kutoboa macho hawezi kujitetea. Akija mnyama pale anaweza katoboa ile macho, hasa akafungwa. Udongo ameshindilia namna hii. Asa tukija kumtoa hapa atakuwa mzima. Imefika wamekuja saa 10 wakamtoa kwenye ile kaburi ambao alimchimbia nusu mtu. Hakuna kiungo ambacho kilitembea, alibaki vile vile. Akaambia, kwa nini baba umenifanya hivi? Asema, hata mimi kwa sijui, sinajua tu mganga, yote nahangaika kwa ajili yako. Watu wamekosa maarifa, watu wamekosa kumtumikia Mungu, wameona waganga ndio sehemu ya maisha ya kwao. Nataka nikwambia siku ya leo, akili yako igeuke, mgeukie Mungu wa mbingu na nchi. Ukimtumikia shetani na waganga, maisha yako hayatakuwa marefu. Mauti itakuwepo tu kwenye nyumba yako. Utatimiza miaka yako, lazima utakufa tu. Chale moja uliopigwa ya waganga wa kienyeji ni mapepo 1000. Amen. Chale moja. Na ile chale moja ukichanjwa, wakiweka ulanga mweusi, asema all the time utaishi katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Darkness. Utaishi kwenye giza. Hiyo chale kuchanjwa tule unga mweusi ni kwamba wewe ni mwana wa giza, wewe utaishi gizani, wewe ni wa kwetu gizani, wewe utatumika kama kawaida. Unaweza kawa umeokoka lakini ulipelekwa kwa mganga wa kienyeji, usioka katika ulimwengu wa roho. Kama hujaokoka, wewe ni mtu wa kawaida. Hiyo chale huwa ni signal, inasoma taarifa zako kwenye dishi na kompyuta ulimwengu wa giza. Yaani wakikufanya namna hii, wanapata database, wanajua uko wapi. Yaani kama namba yako ya NIDA ulionayo, wanakuona mahali ulipo. Amen. Maana ulishachanjwa na mganga kutoka Swiss Ongea, Swiss kutoka huko Tabora, Swiss hapa Lulanga kwa waganga wa kienyeji kule kwenye vichiwe, kule kwenye vijiwe vya wachawi. Ile damu ya mbuzi au ya mnyama ulioitoa, hiyo ndio damu yako itakao kutesa. Hiyo ndio sadaka ya kwako wewe, itakuwa na watoto wako. Ndio maana leo tunasema damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inatukomboa. Ufunuo 12:11 anasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao kupenda maisha yao hata kufa. Damu ya Yesu inakuwepo ndani yako. Utakufa kifo cha milele. Utamiliki pamoja na Yesu Kristo. Utatawala milele na milele. Utakuwa pamoja naye. Na uzito unapokuwa na damu ya Yesu, kwanza magonjwa yanakimbia, mauti inaondoka, wachawi hawakuwezi, kuzimu haikuwezi. Amen. Siku moja nikiwa natoka kwenye mkesha asubuhi saa 10:30 Dar es Salaam, nikakutana vibaka wakanizunguka. Lete simu, lete simu, lete simu, lete simu. Wana viwembe, wanaanza kunikita. Nikasema, hivi mimi si nimetoka kumwabudu Mungu aliye hai? Hao vibaka hawa si pia ni mapepo haya? Nikasema ndio. Hivi nikubali waninyang'anye simu tafiri sijakesha kwa Mungu wangu aliye hai? Nikasema mimi nakemea mapepo, siwakemee wao, nakemea mapepo. Walipoanza kunizunguka, wanaanza kunisachi, nikasema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, nyie pepo mlioingia kwa vijana au kuwafanya kuwa wanaiba, wanakaba watu na kuchukua mali, sasa ninawapiga, mwanguke chini na mnyamaze kimya. Anguka chini kwa jina la Yesu. Fire! Nikasikia walikuwa 6. Ti wakalala hivi. Usingizi. Mimi nikatembea, Bwana sehemu ya Amen. viwanja vyetu. Kuna viwanja vinaitwa viwanja vya vinyago pale Mwenge. Nikawaacha wamelala pale, mimi naimba Bwana usehemu yao, na nikapata ujasiri. Lakini unajua kuna karoho cha uoga je wakiamka. Niliposema Bwana wakiamka huyo
Sasa wewe watu wameanguka wakiamka. Kasema wakiamka hapa iko shughuli. Kwa hiyo nilitoka nduki. Yaani mbele kuna barabara ya lami, kusuri kwa bado mapema gari za nilivuka kama umeme. Nilipoingia chumbani kwangu, nilikuwa bado niko kijana singo mdogo. Nilipoingia chumbani kwangu nasema asante Yesu. Nikasema hivi naota au ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Sikia, unapokuwa na Yesu na authority, unabeba mamlaka iliyo kubwa. Unapokuwa na Yesu, jina la Yesu linafanya kazi wakati wowote. Jina la Yesu linatuponya na kutufungua. Jina la Yesu linatuwezesha katika maisha yetu. Ukimwamini Yesu, naye atafanya jambo jipya katika maisha yako. Atafungua milango yako, atafungua baraka zako. Na tunaona namna ambavyo anasema kwamba ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Usiwe mtu wa mazoea wa ibada, tumika kwa Mungu. Kama kuimba, imba kweli. Kama ni kuifanya kazi ya Mungu, fanya kwa bidii. Unajua watu wafikiri Jumapili kanisani ni ziada, nikijisikia kwenda nitaenda. Au kwenda kwenye eneo la kazi ya Mungu ni kwamba tu ni ovyo, vitu vya ovyo. Tena watu wenyewe kijijini bado hamjajua neema sana ya Yesu kuliko mjini. Zamani mjini walikuwa hawajui, sasa wanaielewa. Watu wana fedha zao, watu matajiri, watu wana heshima zao. Yaani tayari kwenye muda fulani kwenye ibada ameshafika, na wanawaheshimu watumishi sana. Mimi niko huku, lakini kwa sababu ya heshima ya watumishi. Unaendeleaje na mkutano? Tunazidi kukuombea. Ni mtu mwenye maisha yake mazuri, ana kiwanda, ana shule, ana taasisi kubwa, ameajiri watu. Anakuuliza, mwanangu, unaendeleaje na utumishi huko? Sisi tunakuombea. Ana fedha. Tunajua vijijini kuna kazi kubwa mtumishi. Mungu awatie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa la Bwana. Siku moja nikaenda kwenye familia fulani. Nilipoingia kwenye ile nyumba pale mara ya kwanza, nikaangalia magari yaliyoko kwenye ile eneo. Nikajua labda ni ndugu amekuja kuwatembelea. Walipokuwa wananipa ushuhuda wa maisha, wanasema pamoja na utajiri mzuri tulio nao, kweli Mungu ametubariki, tuna fedha, tuna maisha mazuri. Kuna watu wanaongea bwana, hela ipo, watoto wamesoma, wana masters, ni wasomi, tuna viwanda, tuna makampuni makubwa, hatuna shida. Tunamhitaji Mungu zaidi, ila tunaumwa. Tunahitaji kupata neema ya Mungu itusaidie. Tumishi, naomba utuombee. Sikia, kwa hiyo nataka niseme kwamba wao yule mpendwa akasema, asema ni kweli tumebarikiwa. Anasema tuna magari hapo nje, hakuna hata mtu wa kuendesha. Sasa tunaumwa migongo, hatuwezi kuendesha, magoti yanauma. Watoto wetu wana maisha yao tayari. Tunamhitaji Yesu tuponye. Nikaambia, yote magari ni ya kwenu? Akasema ndio. Gari ya milioni 180, milioni 300, milioni 200, milioni 60, milioni 80. Yani magari ya kila aina. Wana pickup fulani, wana gari Range Rover, wana gari Discover, wana magari mazuri hapa Mafiate. Yani yale ya kubeba. Kuna gari ya familia, kuna gari moja Range Rover nzuri ya kubeba, labda hii ya kubeba mizigo. Ford Ranger inabeba mizigo. Wana gari na nyingine wana Benz, gari ndogo nini, wamezipanga pale. Gari ya familia, gari ya kati, gari isiyo ya mizigo, isiyo ya nini, zote za gharama. Lakini angalia unyenyekevu wao. Wanasema hizi mali hatutaenda nazo mbinguni. Haya majumba tunaishi, tunakula tunachotaka, hatutaenda nayo mbinguni. Sasa Mungu atambarikije? Kwa mfano, ng'ombe wake wameongezeka, wamekuwa 20. Wanaongezeka, ndama wanazaliwa kula wakati. Kiburi kinaanza. Baada ya kumwambia Mungu asante, ninakushukuru, unaanza kuwa na furaha na watu wote, ili mali yako iongezeke, miaka yako iongezeke. Unajua unapokuwa na roho mbaya na mwili wako unasinyaa. Amen. Yule uko na mwenye roho nzuri ananenepa. Mwenye roho mbaya ananenepa.
Mwenye roho mbaya ananepagi. Jamani, simaanishi kila akiwa mwembamba na roho mbaya. Wengine ni miili yenu, si ndio? Yaani mwenye roho mbaya akiona mtu kajenga, amejenga yeye nani? Kapata wapi hela? Tutaona. Watoto wamefaulu kwenda sekondari, wakongo wamefeli, tutaona wakake. Kwa anayekuwa na roho mbaya kila kitu kinafeli. Watoto wanafeli, maisha yanafeli, maana moyoni mwake anatengeneza mbingu yake ya kipepo. Yani ana roho mbaya. Akiona mtu amefanikiwa na kashirika, tena yuko tayari kwenda kwa mganga wa kienyeji na kuanza kutafuta uchawi ili akuloge. Au huko hamna? Huku hawapo, huku naona hawapo bwana. Mbona watu wazuri hivi? Mbona watakatifu wengi mlioko paka kule naona, hapa naona hamna, kote kijiji hichi hamna. Wapo hawapo? Hamna majibu. Wapo. Hawakosekanaje usio, si ndio? Wakina tutaona. Wapo. Si ndio wakina tutaona wapo? Tutaona. Amenunua kitu tutaona. Amefungua biashara tutaona. Watoto wamefaulu kwenda sekondari tutaona. Anajifanya tutaona. Kakita tukaona kule, anaanza kwenda kwa waganga. Umekuja ili tufanyaje? Mimi siwapendi kabisa. Tufanyaje? Ua. Kwa sababu gani ni uwe? Mganga naye na maswali yetu. Wanaringa sana wale. Kwa hiyo huyu mzee wetu tutampa shilingi ngapi? Sema hela yote nitatoa. 500 nayo nitauza ng'ombe. Anashughulika na mtu, anaanza kuuza ng'ombe ili kusudi ampandikize mtu magonjwa ya kipepo ili akuue. Eti kwa sababu kaona kuna jambo limefanikiwa. Eti kwa sababu kaona wamejenga nyumba. Eti kwa sababu kaona wamepiga msingi pale. Anafunga msingi, anafunga nyumba, anafunga mashamba, anafunga ng'ombe wasizaane, analeta uharibifu. Katoa hela yake mwenyewe ili akutese. Lakini ukiwa na Yesu Kristo anazetela hai, wakitingisha likibuyu la kwao, anatoa 500 inaliwa, lakini wanasonga mbele. Anatoa 200, wanasonga mbele mwanangu. Anaenda kukuloga tena si wapi kule mwanangu. Kwanza ndio spidi inaongezeka kwa mambo mazuri. Anakuja kurudi hili lichawi. Hili uje kuona kwamba ukikoma anaanza kuita mchawi. Yaani mchawi kweli huyo. Ujue wamesha kushindwa. Wamesha sarenda. Anayetoka kumloga mwana wa Mungu, akaanze kumloga Yesu kwanza aje kwako. Kama ataweza. Siku moja mchawi mmoja akaja kaniambia, "Wewe ni mchawi sana." Nikashtuka, "Umemuua bibi yetu." Niambie. Tena ndio mgeni nimehamia leo eneo. Na yule bibi kwa katika ulimwengu wa roho anasema, "Lazima nikuue. Wewe umekuja kujenga ministry." Kwa sababu na mesi ya watu kuombea watu wa dini zote. Tumejenga eneo kubwa sana la watu wanajaa kuanzia kule mpaka huko. Kuwahudumia watu wa dini zote. Watu wakija pale na waombea. Ni huduma. Sasa akaniambia hakuna kujenga. Yule bibi tutatu kwa Mungu anasema hakuna kujenga. Akanionyesha jeneza, akaniambia lazima uingie kwenye ile jeneza. Nikamwambia mimi nakupa siku 2 utaingia wewe. Amen. Nikamwambia sasa subiri nikamwambie mwenye kazi akuingize kwenye ile jeneza. Amen. Ili wewe unaweza kuniingiza kwenye jeneza. Yeye akisema ndio utaniingiza, sawa nitaingia. Sasa subiri nikamwambie ili nikuingize wewe. Kweli nikaingia kwenye maombi. Kesho asubuhi nikaanza kuomba kweli siku nzima sikutoka. Siku nzima sikutoka. Nikarudi kanisani kaendelea kuomba. Zaburi ya 85 naisoma mara 10. Afu nikaweka X lazima afe. Unajua usicheze na watumishi. Nikatamka mauti na nipate kwa ghafla. Shimo aliyolichimba angukie ndani yake. Na mtego unasa mwenyewe. Jioni nasikia kafa. Amen. Wakashika. Walipofika siku kama 6 hivi, nikawa nimepita eneo nanunua mahitaji pale kwenye center pale.
Watoto wake wanapita pale, semaje, ndio huyo aliyokuwa anatamka yale maneno, mimi sijui afu nawasikia. Nikauliza, sema, wakaja wakisema, wewe ndio mchawi, umemuua bibi yetu, wewe na Yesu wako. Nikasema, siwajui. Wakaondoka. Nikamwita mtu fulani tunafahamiana, unafahamu hawa mabinti? Asema hawa si wajukuu yule bibi aliyofariki pale. Sema, sawa, majibu ninayo. Asante Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anayecheza na Mungu wa mbingu na nchi kuchezea. Ukiwa na damu ya Yesu ndani yako, wakati wanageuza upanga unawarudia kwao. Wakati wao wanatuma upanga lazima warudie kwao. Akitaka kuloga mtoto wako anaenda kumuua mwanae. Akiloga mume wako anaenda kuua mume wake. Akiloga chochote kinamrudia yeye mwenyewe. Nataka nikwambie jioni ya leo, unapompata Yesu Kristo, hutakaa usononeke. Atakuwa ni mganga wa waganga, atakulinda na magonjwa yote, atakufanikisha katika kuona uzima wa milele. Na kuambia watajipanga kwa njia moja, lakini watakuja kwa njia 7 kwenye maisha yako, lakini hawatafanikiwa. Watakimbia mbele yako kwa njia 7, hawatakutana huko njiani. Maana Yesu tunayemzungumza tumbabaishi. Otherwise kama anababaisha na Yesu. Lakini Yesu akiwa ndani yako, unamwamini, una uwezo wa kutamka mbingu na ikanyamaza kimya. Una uwezo wa kuumba na mambo yakatokea. Una uwezo wa kutamka na vinatokea. Kwa sababu ndani yako umebeba kitu kinachoitwa authority. Umebeba mamlaka kutoka mbinguni. Ajionavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Ukiona udhaifu utakuwa mdhaifu kweli. Kuna watu wana Yesu lakini ndani yake haelewi kama ana Mungu. Anaingia ibadani ana mashaka na Mungu aliye naye. Tembea na Yesu akupe vitu. Tembea na Yesu akupe utajiri na heshima. Tembea na Yesu akupe uzima wa milele. Atakukumbuka. Atalea watoto wako. Atabariki maisha yako. Ataongoza maisha yako siku zote. Tulikuwa mwaka juzi DRC Congo. Nimeitwa sana, vita tu imetokea juzi hapa. Kila mwaka kwa lazima nende DRC Congo. Nilipokuwa katika ule mji wa Goma pale mji wa Goma. Sasa wakati huo mwaka juzi ndio vita inaanza kufukuta. Siku nikawa niko mahali na kijana wangu pale. Tulipofika siku ya kwanza tumeingia kwenye ile familia ambayo tulifika pale. Siku hiyo ndio umeme ukakatwa na waasi. Kukawa giza. Afukumbuka tuko kwenye nchi ya watu. Wanasema sasa, Watanzania nyie mmekuja jamani, msije mkafa kwenye nchi hii. Nchi yenu ina amani. Sasa inakuwaje? Wakaanza kulia. Nikasema sisi Mungu aliyotuleta ana kusudi. Umeme ukakaa siku 3, hakuna maji, hatuogi. Tunaoga kikombe kimoja cha maji. Unajifutafuta hivi. Hawa waasi wamesimama kila kona wanaua. Milio tu ya risasi usiku. Sasa ikafika kumepoa kidogo, umeme karudi. Tukawa tunaenda eneo linaloitwa Minova. Ni mbali sana. Kule tunakoenda tunakutana na wale jamaa wamevaa mikanda namna hii. Yaani utafiri ni vita. Tunasimama na ni vita kweli. Mnaambia, tunaulizwa, tuko na wenyeji wetu ndio peleka kwenda kuhubiri kwenye hilo eneo. Mnaenda wapi? Nyinyi ni nani? Wa Tanzania. Mmetoka wapi? Dar es Salaam. Mnakwenda kunaenda kuhubiri. Hao ni missionaries. Wamekuja kufanya kazi ya Bwana. Kwa hiyo tulikuwa nao Goma, sasa tunapeleka Minova kwa ajili ya injili. Kwa hiyo unakuta sasa unajiuliza kwamba hivi nimefikaje huku? Siku moja tukaona jamaa fulani wanabishana na maskari. Wale bishana na maskari. Tukaona tu kaanguka chini. Kule kifo sio hicho. Tukaambia nendeni safari, tukaondoka. Tunaulizana nasema hivi tukienda mpaka na wachungaji wenyewe nasema hii tutarudi salama. Kweli tukavuka salama, tukafanya mkutano salama, tukaanza kurudi. Hivyo tunachekiwa kabla saa 12 tunarudi, tukaingia mji wa Goma, tunarudi nyumbani giza ikiingia saa 1 huko mjini. Ama zako ufe au uvuke. Wenzetu wanaishi maisha magumu sana.
Lakini yote haya ni kupeleka habari njema, na watu wakule mpaka watoto kama hao. Ukianzia kuomba watoto wakinyosha yani kuna mkutano, tukisema mkutano hata hapa watu wanajaa karibia watu mpaka 2500. Watu wanatafuta neno, watu wana kiu ya neno, maana wamechoka na vita. Wanahitaji faraja ya neno la Mungu, wanahitaji kutiwa moyo, wanahitaji kuambiwa habari njema ya ufalme wa mbinguni. Unajua kuna wakati watu wakifurahi sana, ukila mikate sana unalewa mikate, alafu namuona Mungu wa kawaida tu. Lakini pita kwenye magumu kidogo, hata kwenye nyumba yako chakula kikawa hakuna, hata hela kusaga hakuna, maisha ni magumu, na kwa hivyo utapiga magoti tu. Lazima maombi ya mtu aliyeshiba sana na maombi ya mwenye njaa. Huyu mwenye njaa inawezekana akaomba vizuri sana kuliko aliyeshiba, maana aliyeshiba anamchukulia Mungu poa tu. Aliye na shibe hana shida na Mungu wake, na hata tunapohubiri saa hii haona piga kelele tu, kiburi cha rohoni. Ukimuulizwa na nini, hana chochote. Ukimwambia hana chochote. Sasa niambie, mimi nimeacha familia yangu kwa wiki nzima hii, na mmoja kulikuwa na lockdown huko Dar es Salaam, lakini tukasema lazima tupeleke injili ya Yesu. Tutatoka, tutaacha familia, tutatoka tupeleke injili ya Yesu, na kuisafirisha huduma mpaka hapa. Mafuta kuyatumia hapa milioni 2 ya hiyo gari. Petroli mavojua imepanda bei, milioni 2 ili gari nakula. Kufika mpaka tumetumia milioni 2. Hatujafanya service, kulikuwa na uharibifu kidogo. Rejeta ilipata shida, iligonga ikapasua, ikalalia pale kwenye freni, ikakata ile rejeta. Tukaweka vitu vingine vipya, ikaongezeka 500 hapo tena, na mafundi kama 600 tena 700. Hiyo tasema lazima tufike milioni 2.7, lazima tufike. Haujafika mahali sema leo ngoja tupumzike tulale hapo kwa ajili ya safari. Yote haya ni kwa sababu ya kuleta habari njema katika eneo hili la Lulanga na Itagata, watu wapone. Hizo gharama zote ningeweza kula na wanangu, nikaongezea kwenye ada ya shule, nikafanya na hivi, nikafanya hivi na hivi. Nikasema hapana, mimi ni mchungaji wa kumissionaries hapo, tunafanya kazi ya Bwana, lazima tuende tupeleke injili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini Biblia inasema anapolipokea neno la Mungu mtu huyu, Mungu anafanya makao ndani yake. Yesu anaishi ndani yake. Yesu anakaa pamoja naye. Yesu anampigania. Yesu atamlinda kwa sababu ndani yake hana kiburi. Hana kiburi cha uzima. Kuna watu wana viburi vya uzima. Hako tayari kumsikia Mungu, lakini yuko tayari kumsikiliza mganga wa kienyeji kuliko Mungu. Ataambiwa lete ng'ombe dume kubwa la milioni 1, atapeleka na hatauliza. Anamdharau Mungu wa mbingu na nchi. Ukimwangalia hana chochote, hana mbele wala nyuma. Kwanza maisha yake ni magumu, haeleweki, hana chochote. Bado na Mungu anamnyari Yesu. Anamdharau Mungu aliyemuumba mbingu na nchi. Mungu akikubariki, mtafute kwa bidii. Mungu akikuongezea baraka, endelea kung'ang'ana naye, mpende sana, mtumikie sana, fanya kazi kwa bidii. Na hata kama una mpango naye, basi usimdharau. Usimdharau huyo Mungu wa mbingu na nchi. Usimdharau Yesu. Sawa, inawezekana nafasi yake haijafika, lakini jioni ya leo Yesu ameleta habari njema ya ufalme wa mbinguni. Kila anayeliamini jina la Bwana ataokolewa. Kila anayeliamini jina la Yesu Kristo ataokolewa yeye na nyumba yake. Ongeza spidi ya kutafuta uso wa Bwana. Ongeza spidi ya kufanya kazi ya Bwana. Na wewe kama hujampa Yesu maisha, mpe Yesu maisha, awe best friend, awe rafiki yako wa karibu, atakaye kusaidia wakati wote na shida zote. Unajua kuna tofauti ya imani na kukaa ndani ya imani. Unaweza kuwa ni Mkristo au mpagani, huna imani. Au unaweza kuwa Mkristo unasali na kuabudu, lakini ndani yako huna imani. Una shaka na maisha ulionayo. Una mashaka na safari ya maisha yako.
Kwa hiyo unaweza ukawa unatamka jina la Yesu, haiko sawa, imani haipo, hakuna kitu kinafanikiwa. Kwa hiyo leo nataka nikwambie kwamba mpate Yesu upate vyote. Jambo jingine, mtolee Mungu sadaka. Mtolee Mungu sadaka. Mpe vitu vya thamani naye akupe vitu vya thamani. Mpe Mungu vitu vya thamani naye akupe kitu cha thamani. Kwa hiyo unapompa Mungu vitu vya thamani naye anakupa vitu vya thamani. Ukimpa vinyonge naye atakupa vinyonge. Ukimtumia kia kwa unyonge naye atakuangalia kwa unyonge. Lakini ukikaa naye kwa bidii na kusema lazima siku ya Jumamosi nikasafishe kanisa, nikaandaa ibada, nikaombea ibada. Sisi Dar es Salaam kila siku ya Jumamosi jioni watu wanapiga maombi bala kwa ajili ya ibada ya kesho. Wanafaraga, wana maombi, wanaombea ibada ya kesho, wanaiombea madhabahu, wanaombea watumishi. Lakini inawezekana ukawa Mkristo hamna mkakati, ni Wakristo wa Jumapili na kuimba kwaya na kutoa sadaka. Sadaka yenyewe 2500. Ikizidi sana 5000. Hapo mchungaji anafurahi kweli. Alafu mchungaji kuambia kachoka kweli, maisha magumu. Watatunzwaje? Baraka ya mtumishi unapombariki, mnapowabariki watumishi wenu na nyie ndivyo mnapobarikiwa. Kwani wako akiwa na njaa na wewe utakuwa na njaa. Iko hivi, ukitembea unaweza kumfanya kuhani wako kuwa maskini na wote mnakuwa maskini na anaumiana kwenye ibada. Na hata wakati mwingine kuhani anasema hata huyu amenyima shilingi 500, hata kilo moja ya sukari. Hajui kama mimi na shida. Naona lalamika, huyu naye amezidi kuombaomba sana. Hilo kanisa litakuwa na baraka. Kanisa linalo la mbinguni na watunza watumishi wa Mungu. Kanisa linalo la mbinguni na watunza watumishi wa Mungu. Watu wanaleta sadaka kwa mtumishi. Anaweza kaleta kuku kwa mtumishi wa Bwana, kula supu. Sasa mifugo yako nafikiri acha kuzaa, itazaa balaa. Peleka yule kuku wa kienyeji. Mwambie mtumishi huyu hapa, bariki mifugo yangu, apate supu. Ama hicho nicho kitu kikaongezeke. Nakwambia hata mwewe hatagusa mifugo, hatagusa kuku. Msikia amani, fanya 1 2 3 kwa ajili yake. Siku moja kwa tunasafiri kwenda Mwanza, na mimi nikasema basi, wakasema mtumishi tuomba tukusafishe na wewe. Nikamwambia na mimi sitaingia kwenye basi. Anasema hapana, lazima tupandishe ndege. Wewe lazima upande ndege. Wewe ukipanda ndege na mambo yetu yanakuwa juu. Nikamwambia hapana, mimi nataka nipande kama hawa basi. Anasema hapana, sijakaa sawa. Tiketi ya ndege asema tuma namba ya NIDA, nikatuma. Nikakaa kwenye wakanitumia kwenye email, nikakuta tiketi ya ndege tayari. Air Tanzania saa fulani itatua Mwanza na kwenda na kurudi, 1,500,000. Na mimi sinaenda kukwea pipa, kwa na shida gani? Yesu si nani? Amen. Hallelujah. Amen. Ikafika siku huyo nikachukua Uber. Fika airport. Paka tunavua na mikanda tunasachiwa. Ndio mara ya kwanza yetu kwenda na ndege afu nateremeka hivi. Sasa ndege si tarukaje? Unajua Sasa tukaingiza yale mabegi yakapita salama, nikaingia tukaambia pandisha kule. Mimi nikaanza kuhangaika na begi nikalipandisha kwenye basi. Kumbe mabegi yakishaandikwa ule mkanda unaandikwa jina lako, yanapita kwenye nyororo, yanapita huko kwenye mashine fulani inapitisha anaenda kupandishwa kule. Sasa mimi nangangana na begi langu ili nikakapanda nao kama kwenye basi namna hii. Nikaambia huku utaenda kama una laptop, zile mashine za kufanyia kazi ndio naenda nayo. Nikamwambia begi langu, wasema wewe begi utalikuta airport, ukishuka utaliona naye anashuka kwenye mkanda. Sijui. Nikaingia tukakaa pale. Tukaambiwa kwamba ndege flight ngapi inashuka ina launch. Jiandaeni abiria wa kwenda Mwanza na Bukoba. Tukaingia, kaenda pale, kuna basi linakuja tena pale. Utembea sera. Ni hapa tu hapo unapanda ndege kupesa pale. Unaingia kwenye kale kabasi. Kana kiyoyozi tena.
ya utafikiri ndio mnapaa nayo. Alafu mnaingia pale, unakaa kwenye siti, unatulia kwa sababu ya heshima ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Vivyo hivyo kwenda maeneo mengine DRC Congo na maeneo mengine ya Afrika, kwa sababu ya Yesu. Kwa hiyo ukiwa na Yesu Mungu atakuona, Mungu atakuhudumia. Yaani wakati unamhudumia mtumishi, naye Mungu anakuhudumia kwenye maeneo yako. Hutapoteza. Biblia inasema tengeneza mbingu yako, maana mbingu inatengenezwa na wewe. Shetani atafungwa miaka 1000 na wale watakatifu tutatawala miaka 1000. Anza kutengeneza maisha yako na Yesu. Okoka, mpe Yesu maisha yako. Kama we ni mtu wa dini, unajua kuna madhehebu mengine ni ya ajabu sana. Mungu aliniambia nenda ukahudumia jamii ya watu wote. Kuna watu wengine madhehebu yao ya dini kwamba Yesu wao hafanani na Yesu watu wengine. Mkianzisha mikutano anauliza ule mkutano na kina nani, hamna kitu pale. Si wapo au kwa wapo? Wapo hawapo. Inawezekana wapo kwenye kona anasikiliza. Yaani Yesu anawapa kama wakwao ni mwingine. Mwenye dhambi anatengwa kwenye sita ya nini? Ya nyuma. Ukitenda dhambi watu watakajua huyu alifanya si dhambi gani huko kunyuma. Wanaona kwamba watu wengine ndio wanaweza kwenda mbinguni, lakini wao Yesu wao ni mwingine. Kwamba wao wameokoka sana kuliko watu wengine. Wana roho ya kiburi, wana wokovu wa kiburi, na wamefundishwa na wachungaji wao wana roho ya kiburi. Wanajiona wao ndio wamembeba sana Yesu. Sikia nikwambie, Yesu anapohubiriwa na watu kuokoka, huyo ndio Yesu wa kweli. Yesu asiyebagua, Yesu anaunganisha watu wote wa dini zote na kabila zote. Ukiona mahali wanasema kwamba usiende kule, huku kuna Yesu sana, yani kimbia. Ujue pale amekaa mapepo yote. Utaambukizwa mapepo. Amen. Na wanajihesabia haki kweli kweli. Wewe si Mluseri wewe. Wewe Mwangilikana wewe. Ndio mmesema mmeokoka, huko hakuna wokovu. Nikwambie kwamba ukiona watu wa namna hiyo, simama na Yesu wako. Amen. Amen. Achana na mwembe, simama na Yesu wa Nazareti aliye hai. Yesu anayeponya, Yesu anayefungua, Yesu anayewezesha, Yesu anayekuongoza na kukulinda. Huyo ndio Yesu tunamtamka hapa. Yesu wa Nazareti aliye hai. Yesu anayeponya na kuokoa mioyo ya watu kwenda kuona uzima wa milele. Samehe. Mahali kuna mtu umekosana naye, samehe. Usimbebe mtu moyoni, achana naye. Kuwa flexible. Kuwa mtu wa amani na watu wote. Usimbebe mtu moyoni. Samehe. Usianzishe ugomvi na mtu. Ukiona ananyanyua fimbo, wewe piga magoti mbele za Bwana. Ukiona ananyanyua kinywa, funga kinywa chako, nyamaza. Nenda kanyanyue kinywa chako useme na Mungu. Ukiona anatukana sana, wala simrushie matusi, nyamaza kimya. Nenda ukamwambia Yesu badala ya matusi, sema Mungu mhurumie, ajue alitendalo. Kwa kufanya hivyo, hiyo ndio sala ya watakatifu wanaenda mbinguni. Usigombane na mtu, atakupunguzia mwendo katika safari yako ya kwenda mbinguni. Linda vyote kuliko vyote walindavyo, moyo wako ulinde. Linda moyo wako, ni chemchemu ya uzima. Linda nafsi yako isije kaangushwa na wale mafarisayo. Simama na kusudi la Bwana kwenye maisha ya kwako. Akili yako ya kiroho sishikiwe na mtu. Jua misimamo ya kiroho ya Mungu wetu aliye hai. Simama na Yesu aliye hai, naye atakushushia mafuta ya baraka, atakushushia amani, atakushushia baraka, atakushushia kila ambalo unalolihitaji litakuja kwenye maisha yako. Hutahangaika kamwe, utabarikiwa. Wakati wao wanateseka, wewe mwanangu unatoboa. Wakati wao wanaumwa, wewe kinywa pana unapona. Wakati wao wanalazwa, wewe unalala kidogo unaamka. Wakati wao wanateseka wenye mashamba, wewe unalima kidogo unavuna mengi. Sikia nikwambie,
maana Yesu yuko ndani yako, maana Yesu anatenda kwenye maisha yako. Mshike Yesu sana ili akupe mema ya nchi. Haleluya! Biblia inasema kikubali na kutika kula nini? Simama kwa miguu yako tuombe. Unaweza katika maisha yetu Bwana. Asante kwa ajili ya neema yako. Ulimtoa mwana wako pekee Yesu Kristo afe Kalvari kwa ajili ya maisha yetu. Baba, tazama kundi hili liko mikononi mwako, linahitaji kukombolewa. Baba, naomba tusaidie kuzihesabu siku zetu za maisha yetu, maisha matakatifu, maisha ya utaua, maisha ya kuaminiana na kuwa na furaha kwenye ndoa na kwenye kazi na kwenye afya. Baba, tusaidie ili tutakapomaliza safari ya dunia hii tukauona uzima milele. Yuko mtu mmoja sahi Bwana anahitaji kukupa maisha. Ninaomba Bwana ukapokee moyo wake, ukapokee moyo wake, ukapokee nafsi yake, ukapokee maisha yake, ili aanze maisha mapya, ili aanze maisha mapya, maisha ya kiroho, maisha ya kuinuliwa. Baba, pokea maisha yake Bwana. Ninalinua jina lako nikisema asante, unastahili sifa na utukufu. Kama kuna mtu unataka kumpa Yesu maisha yako leo, unaweza kuwa ni Mkristo, ni Mkristo wa ibada. Unajua kuna Mkristo wa kuingia ibadani na Mkristo aliyeokoka. Na hata kama ukiwa pembeni unasema natamani kucancel maisha mengine, unanisikiliza ukiwa mbali, unaweza kusogea hapa nikakuongoza sala ya toba. Maisha ni ya kwako. Mbingu natengeneza ni ya kwako. Utaenda na babako wala mama yako wala mke wala mume wala watoto wako, utaenda nao. Maisha ni ya kwako. Utazikwa peke yako, utajibu mbele za Bwana peke yako. Kuna mtu namna hiyo anahitaji kumpa Yesu maisha sahihi. Sogea hapa nikuongoze sala ya toba. Kama kuna mtu namna hiyo, sogea hapa nikuombe. Unahitaji Yesu ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, ili jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Nimesema siku ya leo, na zaidi unapokuwa umeokoka unafanyika kuwa baraka. Mungu anakupa double. Hutapewa kimoja, utapewa mara mbili. So wewe umetoka kuitwa mtu wa Mungu na kuitwa mwana wa Mungu. Sasa ukiokoka unaanza kuitwa mwana wa Mungu aliye hai. Sogea hapa nikuongoze sala ya toba. Karibu tu. Mimi niliokoka nikiwa darasa la 6. Na ule wokovu nakumbuka mpaka leo. Mpaka leo nakumbuka. Na kila nilipoenda kwa na renew tu wokovu, naendelea kupata nguvu. Kuna mtu anamnayo, sogea hapa tuombe sala ya toba kwa ajili ya maisha yako. Sogea hapa nikuongoze toba ya. Uje kuongoza toba ya wokovu, sogea hapa nikuongoze sala ya toba. Ili jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Ili Mungu akukumbuke siku ya mwisho. Naomba Baba tuongoze sala ya toba. Karibu ongoze. Baba Mungu, ninakuja mbele zako. Mimi niliyekukosea, makosa niliyatambua na nisiyo ya juu. Baba, nisamehe, niongoze katika nuru yako, nienende katika upya wa uzima wa maisha yangu. Nikomboe Bwana, ninaleta maisha yangu ndani ya maisha yangu. Yesu Kristo, unitakase, unisamehe katika jina la Yesu. Amen. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa jina lake katika kitabu cha hukumu katika jina la Yesu. Amen. Wabariki Bwana katika maisha yao. Waponye Bwana katika maisha yao. Waponye na maadui zao Bwana. Angalia Mungu wa mbinguni wa kutumikia wewe peke yako. Hakuna Mungu mwingine chini ya jua hata mbinguni pia isipokuwa ni wewe Bwana. Asante kwa sababu Mungu wameweza kukiri jina lako. Baba, wasamehe na kuangalia na kuwaongoza. Naomba ni katika jina la Yesu kwa waponyi. Amen. Amen. Bwana Yesu, tunasogea mbele zako. Ninaomba rehema, ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu. Ninaomba toba na rehema kwa ajili ya mama huyu. Yesu, ninaomba uponyaji ndani yake. Yesu, ninaomba uponyaji ndani yake. Kila magonjwa aliyokaa
kwenye macho yake, kwenye macho yake, upofu uliokaa kwenye macho yako, upofu uliokaa kwenye macho yako, kila roho ya upofu ulioko ndani yako, kila roho ya upofu ulioko ndani yako, kila roho ya upofu ulioko ndani yako, inaiamuru iondoke, inaiamuru iondoke. Roho ya upofu, roho ya upofu, achia maisha ya mama huyu, achia maisha ya mama huyu, achia maisha ya mama huyu. Kipofu kuto kuona, macho yaliyozima, toka wewe. Presha ya macho, piga pepo la presha ya macho, piga presha ya pepo ya macho, piga presha ya macho, piga liroho la presha ya macho yanalotesa afya yako, na liamuru liachie. Hilo ni presha la macho ambayo linatesa maisha yako, hilo ni roho la presha ya macho. Toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie, toka mwachie. Niachilie uzima ndani yako, macho yakatiwe nuru, macho yako yakatiwe nuru, macho yako yakatiwe nuru kwa damu ya Yesu hai, macho yakatiwe nuru. Inachilie uzima. Mungu, allergy yoyote iliyoko kwenye macho ya mtoto huyu, kijana huyu, inavunja. Allergy iliyoko kwenye macho yako inavunja, allergy iliyoko kwenye macho yako inafunga, allergy iliyoko kwenye macho yako, hiyo allergy iliyoko kwenye macho yako, allergy, hiyo allergy iliyoko kwenye macho yako inaivua, naivua, 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 naivua. Macho yako yapate uzima, yapate uzima kwa jina la Yesu, yapate uzima. Pale Baba, kori ya mashaka, pokea uzima ndani yako kwa jina la Yesu. Naamuru uzima ndani yako, naamuru uzima ndani yako, naamuru uzima ndani yako, naamuru uzima ndani yako kwenye tumbo lako la uzazi, tumbo lako la uzazi, tumbo lako la uzazi. Ewe roho, haya haya haya, fire, fire kwenye tumbo. Haya, ondoka, 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 ondoka kwenye tumbo la uzazi. Achilia moto kwenye tumbo, ambia tumbo lake moto, 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 moto pite, moto pite, moto pite, moto pite. Simama nyuma yake sasa, moto pite, moto pite kwenye tumbo la uzazi, kwenye tumbo la uzazi, moto pite, moto pite, moto pite. Akiwa nyumbani kwake tumbo linaanza kuuma, akienda maeneo mengine tumbo limumi. Toka roho, toka, 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 toka nguvu za giza, toka, machie, 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 machie kwa damu ya Yesu. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu, toka kwa damu ya Yesu, toka, machie, machie, machie. Hayo, ondoka, ondoka, ondoka pepo, ajibwe, jibwe, 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 ondoka. Fire, 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 fire. Ni moto, ni moto, ni moto, ni moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Haya, ondoka kwenye miguu, kwenye magoti, toka, machie, 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 machie kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uzima ndani yako kwa damu ya Yesu. Amen. Achia maisha yake, achia maisha yake, achia kifua, achia kifua cha kijana huyo, achia kifua chake, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Pokea uzima ndani yako kwa damu ya Yesu hai. Jioni ya leo, roho yoyote iliyonitesa mimi kulishwa vyakula kwa njia ya ndoto, wananilisha vyakula nikilala na kula vyakula, siku ya leo Bwana, chakula chochote nilicholishwa ambacho kimetengeneza madhabahu, kinaanza kutengeneza magonjwa, siku ya leo Bwana, ninaomba uponyaji unaotoka kwako, ninaomba uzima unaotoka kwako kwa jina la Yesu Kristo. Tuombe kwa ajili ya watu wa Mungu hao. Baba, Rama sekesha kwenye hilo tumbo lako wamekulisha. Fire! kila roho, Fire! Kamata tumbo lake, kamata, temesha tumbo lake, hivyo vyakula viyeyuke, 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 viyeyuke. katika jina la Yesu. Fire! Viyeyuke. Fire! Katika jina la Yesu. Katika Kwenye tumbo, hivyo vyakula, moto, moto, moto wanawaka, hivyo vyakula vitapikwe, hutalisha vyakula tena. Nachilia moto, moto, ewe roho, ondoka, 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 ewe roho, ondoka, ondoka, ondoka. Achia tumbo lake, hivyo vyakula viyeyuke, 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 viyeyuke kwa damu ya Yesu. Ninafua kwa damu tamani, toka uzima. Hivyo vyakula viyeyuke, 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 hivyo vyakula viyeyuke kwenye tumbo lako, huko liko lisho vyakula. Moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka, moto unawaka. Kila
kutoka kwenye tumbo lako viyeyuke na chilia moto, viyeyuke, viyeyuke. Hivyo vyakula nafunga utalisho vyakula tena, na chilia moto, na chilia moto, na chilia moto kwenye tumbo lako, na chilia moto kwenye tumbo lako, moto la kwenye tumbo lako, na chilia moto. Hivyo vyakula viyeyuke utalisho tena kwa damu ya Yesu Kristo na hai. Hivyo vyakula utalishwa tena kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, moto wake. Hivyo vyakula unavyolishwa siku ya leo ni mwisho, ni mwisho, ni mwisho. Utalishwa vyakula tena. Kamata tumbo lake liombe. Pokea uzima, pokea uzima. Barikiwe nende. Damu Yesu kapite, damu Yesu kapite, damu Yesu kapite, damu Yesu kapite. Hivyo vyakula ulivyolishwa kwenye tumbo lake na chile uzima, utalishwa vyakula tena kwa jina la Yesu. Viachie maisha yako kwa jina la Yesu Kristo hai. Utalishwa vyakula tena. Pokea uzima. Hivyo vyakula kwenye tumbo lako viachie moto, 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 moto. Nguvu ya Mungu ipite ndani yako. Utalishwa vyakula tena. Kinywa chako kitalishwa vyakula vya kipepo kwa damu Yesu. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima ndani yako. Pokea uzima. Utalishwa vyakula tena kwenye tumbo lako wala kinywa chako akitapisha chakula cha kipepo kwa damu ya thamani. Pokea uzima. Amen. Kufaulu kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu. Ufaulu kwenye masomo yako kwa damu ya Yesu. Ufaulu kwenye masomo yako kwa damu ya thamani. Yesu akutunza na kukulinda katika masomo yako kwa damu ya thamani. Yesu akubariki kwenye masomo, anakuwa na afya njema kwa damu ya thamani. Pokea baraka za Bwana. Yesu akubariki kwenye masomo yako. Mungu akubariki kwenye masomo yako na kufaulu kwa damu ya Yesu. Kila madhabahu zikuachie, madhabahu zikuachie. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya Yesu. Mungu akufaulu kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya Yesu. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya thamani. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu. Uwe na akida darasani, faulu kwenye masomo yako. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya thamani. Mungu akubariki kwenye masomo yako, faulu kwa damu ya thamani. Mungu akubariki kwenye masomo yako, barikiwe. Ubariki kwenye masomo yako, bariki kwenye afya yako, kukua kwako. Mungu akubariki kwenye masomo yako na kufaulu. Mungu akupe afya njema na kulinda kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Baba kwa ajili ya watoto hawa, ninawafunika kwa damu ya thamani. Yesu abariki na kubariki katika masomo yako na afya yako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Baba kwa upendo wako. Amen.